Ndugu waandishi wa habari, kwa mara nyingine tena niwakaribishe hapa kwenye ofisi za makao makuu taifa, chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA, ambazo ziko hapa jijini Mbeya. Tumewaiteni leo ili tuweze kuzungumza kupitia kwenu, tuzungumze na umma wa Tanzania katika kurespond ama kuitikia yale yaliyojiri kwenye sherehe za Mei Mosi kitaifa mkoani Singida. Na tutajikita katika mambo makubwa mawili. La kwanza ni kuhusu risala ya TUCTA iliyosomwa mbele ya Mheshimiwa Rais, na jambo la pili ni shukurani na pongezi zetu kwa Mheshimiwa Rais. Kipekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000. Labda kwa wasioelewa vizuri, kiwango cha chini ni payment ya mshahara ambayo hata kodi haikatiwi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kupandisha kwa amount hiyo ni historia katika nchi, haijawahi kutokea. Huwa tunapanda kwa pesa kidogo kidogo. 2022 alipandisha mshahara, lakini haukuwa kwa kiwango hiki alichokifanya sasa. Tunamshukuru sana sana sana. Amegusa maisha wa Tanzania. Sisi wafanyakazi ni mikono ya Watanzania wengine ya kuchumia fedha. Hatuli fedha kama fedha. Tunakula mahindi, tunakula mchicha, tunakula bamia, tunakula matembele, ndivyo vyakula vyetu. Tukilipwa vibaya, tunakwenda kwa Watanzania wenzetu maskini kwenda kununua vibaya. Tukilipwa vizuri, tunakwenda kwa Watanzania wenzetu maskini kwenda kununua vizuri. Unamkuta bibi pale amechoka, hata mavazi yake hujua alifua lini, ana mafungu mane watoto atembele, unabembeleza bado akupunguzie. Ni kwa sababu umelipwa vibaya. Lakini ukilipwa vizuri, utamhurumia ule bibi, utaangalia status yake, maisha yake jinsi yanavyoonekana. Utapenda hata wakati mwingine change usichukue umwachie, utanunua vizuri, hutalalamika bei. Kwa hiyo kupandishwa mishahara kwa wafanyakazi hasa wa umma kunabadilisha maisha katika taifa zima, jamii nzima. Nichukue mfano sekta ya afya na ya elimu. Sisi ndio tulio wengi. Huwa tukilipwa mshahara mwisho wa mwezi, masoko yanachangamka, maduka yanachangamka, kila kitu kinakwenda viral. Kwa sababu walimu wamelipwa. Siku hizi watu wamesahau kwamba wafanyakazi wamelipwa mshahara, wanauliza walimu wamelipwa mshahara, kwa sababu walimu ndio wako wengi, tuko wengi kwenye jamii. Kila mahali tunaonekana. Fani zingine haonekani. Mwanajeshi utamkuta wapi? Mgambo utamkuta wapi? Nani utamkuta wapi? Hata ninyi waandishi wa habari vijijini hamwezi kuwepo. Mtakutana hapa vijijini, hapa mjini, lakini pia ni wachache. Katika jamii kubwa ni tone dogo tu la maji, hamuonekani. Kwa hivyo maisha yenu yakienda vyovyote vile, impact yake katika jamii haionekani wazi kama inavyoonekana kwa walimu. Kwa ujumla, hotuba Mheshimiwa Rais ilikuwa ni ya kutuliza wafanyakazi, ilikuwa ni ya kufariji, ilikuwa ni ya kuleta matumaini. Na ndani ya miaka hii ya Mama Samia, mishahara imepanda mara mbili. Kwa mara ya kwanza 2022, kwa mara ya pili sasa. Hatujui uchumi wa nchi ukoje. Tuna mambo mengi ya kutafiti na kuzungumza. Kwa sababu uongozi wa nchi ni wa sisi sote tuzungumze. Pana ajenda nyingi, Watanzania wamelalamika mpaka wamenyamaza, lakini zimenyamazwa bila muafaka. Kuna masuala ya mbuga zetu za wanyama. Kuna masuala ya madini. Kuna masuala ya bandari zetu. Hivi yote ni vilio. Uchumi wa nchi uko mikononi mwa nani? Ni nani anajua tunakusanya shilingi ngapi? Kwa hiyo kabla ya kuishurutisha ama kuihimiza serikali ipandishe mishahara, kama Watanzania tunapenda nchi yetu, lazima tuende kwenye ground tukafanye research. Uchumi wetu ukoje? Hiki ni kitu kilikuwa kinatuingizia fedha sana. Leo kinafanyaje? Kinafanya vizuri, kinafanya vibaya. Nini kimetokea? Nchi hii pia inaumizwa na nepotism. Sisi CHAKAMWATA tumefurahia. Na tunaomba kabisa kwamba rais aendelee kuongeza, kwa sababu bado walimu ni wengi kiasi kwamba tuko chini kimshahara. Ndio maana mwalimu anahangaika, yeye mwenyewe anafundisha, anaandaa lesson plan, anaandaa scheme of work, lakini hapo tena unakuta bado anapika tubagia, anapika vikokotoo akauze ili kwamba aongeze kipato. Lakini akiongeza maana yake ni kwamba mwalimu inampa moyo wa kufanya kazi. Kwa sisi CHAKAMWATA sisi tunakata asilimia ndogo, tunakaribisha pia walimu sana kujiunga na CHAKAMWATA. Akikatwa asilimia ndogo na kukule tena mshahara kamepanda kidogo, kwa unakuta ni nafuu maisha. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Yesaya Kingomera. Ni mwalimu msomi kutoka makao makuu ya CHAKAMWATA. Kwenye swala zima la nyongeza mshahara, awali yote kwanza kabisa ningemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupandisha nyongeza kutoka kima cha chini
370,000 mpaka 500,000. Na nina imani kabisa kwamba kwa nyongeza hii walimu na kada mbalimbali, nina imani sasa maisha yao yanakwenda kubadilika. Na sisi kama CHAKAMWATA makao makuu, muda mrefu sana tulikuwa tunapigania kima cha chini kiongezwe. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuongeza nyongeza hii na kusikiliza kilio cha watumishi hususan walimu. Asante.